zaidi ya 90% ya wakimbizi waliopo Nyarugusu na Nduta hawana sifa za msingi za kuwafanya waendelee kunufaika na hifadhi ya kimataifa, na hivyo wazazi kugeuka ni watu wa kuharibu maisha ya baadaye ya watoto wao. Serikali pia katika vikao vya kikanda na kimataifa muda wote iliomba kuungwa mkono kufuta hadhi ya wakimbizi kutoka Burundi kwa kuwa hakuna sababu za ukimbizi wao kwa sasa. Hata hivyo, mbali na jitihada hizo za serikali na katika kutambua jitihada za serikali ya Burundi kuleta amani na utulivu kwenye nchi hiyo, jumuiya ya kimataifa pia iliondolea Burundi vikwazo vya kiuchumi na kusafiri, nchi hiyo ikiwa ni ishara ya kuonesha kuridhishwa hatua ambazo zimeendelea kuchukuliwa na serikali ya Burundi. Wakimbizi waliorejea Burundi ni 1640. Kwa kuwa kambi imejaza zaidi watoto, tuliamua kufunga shule za sekondari kusudi watoto ambao wako sekondari wawahi mwezi wa 10 ambao ndio wanaandikisha watoto Burundi. Tunakusudia pia, nataka niwaweke wazi kusudi msije mkasema hatukujiandaa. Mara zote tumesisitiza kwamba jiandikisheni, muondoke kwa hiari. Wengine wanapata ujuzi wa kilimo, nendeni mtumie ujuzi huo kwa manufaa yenu na nchi yenu. Haya mambo ya kupewa kila siku na wazungu yana mwisho. Ni wakati wetu sasa wa Afrika kujenga Afrika yetu. Hii kambi tuweke idara nyingine zifanye kazi zao. Mvuze ni mwahunzi gihuwa kukubera. Nasema kwamba mulikimbia uoga au upepo kwa sababu waliotangaza kufanya mapinduzi walitangazia kwenye redio za vichochoroni za pembeni, hawakutangaza mapinduzi kwenye redio ya nchi. Ndani yenu kuna baadhi ya viongozi ambao wako kwenye ngazi za usalama ambao ni familia zenu waliokimbia 1993. Hakuna mtu hata mmoja ardhi yake au nyumba yake ambavyo vimechukuliwa, bado vipo. Mtu kwanza akiwa kwenye asili yake, kwenye nchi yake, inakuwa kwanza ni heshima kubwa na anakuwa na uhakika wa kufanya kitu kile ambacho anaweza kukitengeneza kwa ajili ya nchi au kwa ajili yake yeye na familia yake. Ni tofauti na kuwa nje ya nchi. Mimi mwenyewe kwa tofauti za ambao zipo, unapokuwa uko nchini, hata makeke wenye kuchunga geti, anapokuwa ni mwananchi yuko nchini kwake, anajisikia yuko huru na yuko salama. Lakini unapokuwa nje ya nchi, hautofanya kitu chochote ambacho kitakuendeleza maisha. Mtu kuwa kwenye nchi yake kuna umuhimu mkubwa. Kwanza unakuwa huru. Unakuwa huru kwa nyanja zote. Iwe ni kiuchumi, iwe ni kiroho. Mimi ni mtu wa dini. Sasa iwe ni kiroho, unakuwa huru kwa nyanja zote. Sasa mimi naona kwa wale wanaowezekana kurudi, waweze kurudi na kujenga nchi. Kwa sababu kwenu ni kwenu tu.